Yesu. Msomaji wangu naomba unisomee kitabu cha Marko 4 fungu la 37. Marko 4 fungu la 37. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Asante. Hapa tunaona wanafunzi wa Yesu. Kabla ujue Yesu kazi yake kubwa hapa duniani ilikuwa ni kuhubiri Injili. Na Injili ambayo Yesu alikuwa anaifanya, alikuwa anafanya kwa mataifa, watu wasiomjua Mungu. Lakini kizuri zaidi, Yesu alikuwa amechagua wanafunzi wake 12 ambayo wangeweza kusaidiana naye katika huduma yake hapa duniani. Na siku moja ukisoma haya mafungu kuanzia juu, Yesu hapa alikuwa yuko pembezoni mwa, yani tuseme ufukweni mwa bahari, na aliweza kuwaambia wanafunzi wake kwamba wamtengee mashua iwepo ndani ya maji. Lakini hao wasikilizaji wengine, mataifa mengine waliokuja kumsikiliza Yesu, kumbuka kwa kipindi kile Yesu tayari alikuwa ni mtu maarufu sana. Na ukitaka kujua kwamba mtu maarufu anatokeaje, we hapa leo tuitokeo uwe na uwezo wa kuponya watu, kuwapa watu chakula, alafu habari zako zisikike. Naamini watu watatoka sehemu tofauti tofauti. Na hizi mifano mingi sana imeshakutokea hapa Tanzania, Babu Loliondo na kuna nabii kama hao. Kwa hiyo kwa kipindi kile pia Yesu alikuwa tayari jina lake limeshakuwa nini? Limeshakuwa kubwa. Kumbuka hapa ameshafanya miujiza mengi. Ameshambadilisha maji kwenye harusi imekuwa divai. Ameshafanya miujiza mengi. Kuna Bartimayo kipofu walishaponywa. Kuna watu walikuwa wanamshika tu pindo, yule mama aliyetoka na damu miaka 12 alimshika tu pindo na amefanya nini? Kwa hiyo habari za Yesu zikawa zimeshaenea sehemu zote. Lakini wakati nilivyosoma Biblia, wakati Yesu anawaambia kwamba nitengeeni mashua kwenye maji ile apande, ahubiri kwenye maji, hao watu wengine wabaki nchi kavu. Sababu ya kwanza ilikuwa Yesu alishaona watu wengi wanafanya nini? Wanamzonga. Yaani ilishafika watu wanajua kabisa, yani ukibahatika kuonana na Yesu, yani hata ukimshika tu pap, yani kumshika tu tayari unafanya nini? Unapona. Kwa hiyo Yesu akawa anafanya nini? Amehubiri, lakini muda ukafika akawaambia wanafunzi wake kwamba sasa na tuvuke nini? Tuvuke ng'ambo. Kumbuka wakati huu wanafunzi wa Yesu kuna baadhi walikuwa ni wazoefu wa bahari. Kwa hiyo Yesu kwa kuwa alikuwa ameshachoka na wanafunzi 12 walikuwa kwenye ile mashua, Yesu anavyowaambia kwamba twendeni ng'ambo ya pili, basi wakajiorganize pale kama wanafunzi wanaojua kuendesha ile mashua, wanaopiga kasia, wanaoelekeza mawimbi ya vipi. Wakaanza na hali ilikuwa tu ni hali ya nini? Ya kawaida. Lakini cha ajabu, ilipofika njiani hali ikafanya nini? Ikabadilika. Na wakati huu hali inabadilika, Yesu pia yuko miongoni mwao. Hapa tunajifunza nini? Muda mwingine tunaweza kuwa kama kanisa, muda mwingine unaweza kuwa kama familia. Unamjua Yesu na Yesu uko naye, lakini bado dhoruba inafanya nini? Inaweza kukupata. Haijalishi kwamba umetembea na Yesu miaka mingapi. Haijalishi kwamba wewe ni mzee wa kanisa. Una uzoefu wa uzee wa kanisa mara ngapi? Una uzoefu wa kuwa mchungaji kwa kiasi gani? Haijalishi wewe umezaliwa katika dini ya Kisabato. Baba na babu na bibi na kina nani wote walishaikuwa wa Sabato. Na wewe mwenyewe umelelewa kwenye dini ya Kisabato. Lakini swala la kupatwa na changamoto, hii inamkuta mtu ambaye Yesu yupo na unamjua Yesu, lakini changamoto inafanya nini? Inakupata. Muda mwingine kwenye changamoto za maisha inaweza ikatokea wewe kama mzazi unamshomesha mtoto wako kwenye shule kubwa, na ukiamini kwamba labda nikimsomesha kwenye shule za English medium itakuwa vizuri zaidi. Unamsomesha mtoto, unaamua kumpeleka na shule za Kisabato ukiamini kwamba sasa hapa namjengea mwanangu mazingira mazuri. Unampeleka shule za Kisabato ambazo zinaaminika. Unaweza kumpeleka Suji au kumpeleka Parani au kumpeleka Ikizu, ukiamini kwamba hizi ni shule zitakazomjenga mtoto katika maadili. Lakini pamoja na hayo yote, dhoruba inatokea, mtoto anaweza karudi nyumbani haeleweki, mpaka muda mwingine unashangaa inakuaje. Hao wanafunzi wake Yesu walikuwa na uzoefu mkubwa mno, kwa sababu hapo ndo kuna wavuvi. Yaani kumbuka wanafunzi wake Yesu wengine wakati wanachaguliwa walikuwa ni wavuvi kabisa. Kwa hiyo kuhusu habari ya nini? Kuhusu habari ya bahari au machafuko ya nani ilikuwa sio mambo mageni kwao. Na ndio maana hata muda mwingine hawakuona haja ya kufanya nini? Ya kumwamsha Yesu.
Ukisoma katika kitabu cha Ellen G. White Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa namba 334, anasema mawimbi yalipiga mashua kwa nguvu na wanafunzi waliona kuwa nguvu na ujuzi wao haukuweza kuwaokoa. Hapa tunaona baada ya dhoruba kuendelea kuwa kubwa, wanafunzi waliona kwamba kabisa hii haiwezi kuwaokoa. Muda mwingine unaweza unatumia akili zako za kawaida. Wewe ni mwanafunzi, umesoma mpaka umeweka maji kwenye beseni usiku. Umeamua kutumia akili zako zote, ukiamini kwamba juhudi zako binafsi zinaweza zikafanya nini? Zikakusaidia. Muda mwingine kwenye biashara, umetumia kila njia, kama kukopa umekopa, ukiamini kwamba labda nikipata mtaji mkubwa ndo mambo yataenda vizuri. Umetumia juhudi zako binafsi kama wanafunzi wake Yesu walivyoweza kutumia juhudi binafsi, lakini pale fanya nini? Ilishindikana. Hebu naomba nisomee kitabu cha Marko 4 fungu la 38. Naye mwenyewe alikuwako katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Hapa tunaona wanafunzi wake Yesu wamejitahidi, uwezo wao waliokuwa nao wametumia wote. Ikafika hatua sasa waamue kumwamsha nani? Kumwamsha Yesu. Maana wameshatumia nguvu za kila aina. Kama ni ujuzi wao, wametumia ujuzi wote walionao baharini kwa miaka yote, lakini imegonga ukuta. Hapa sasa wanaamua kumwamsha Yesu. Kwenye maisha yetu ya kawaida kuna changamoto napitia. Wewe ni changamoto ya kazi. Najua kuna wengine mmekuja kusali hapa na maombi mbalimbali. Wengine mmeshafanya hadi na interview, mnasubiria kuitwa maofisini. Kuna wengine maisha ni magumu, hujui hata utaanzia wapi. Niwape kisa kidogo. Mwaka fulani 2019, mara yangu ya kwanza kabisa kuja kwenye kanisa la Wasabato hapa Kana, nilikuwa sina ndugu yoyote, wala nilikuwa sina rafiki yoyote, wala sikuwa na uhusiano na mtu yoyote hapa kanisani. Nakumbuka kwa kipindi kile ile kanisa halikuwa zuri hivi. Kipindi kile kulikuwa na viti vingi sana vya plastiki, alafu yale mabenchi ambayo yako nyuma sasa hivi tunapiga kelele yatoke, ndio alikuwa mabenchi mazuri. Sasa kwa kipindi kile nilikuwa nimeshasumbuka sana kutafuta kazi hapa Tanga. Sina ndugu wala sina nani. Historia ni ndefu kidogo, siwezi kuelezea yote. Sasa ikatokea siku moja nikabahatisha kazi, lakini mimi kanuni yangu ni ngumu. Mimi popote nitakapoenda lazima niende kanisani. Haijalishi kwamba napitia kama changamoto kiasi gani, lazima niende kanisani. Sasa yule bosi tulioenda kwake, tumefika nikakuta tuko vijana wengi sana. Alafu tulikuwa tunalala sehemu moja tu, vijana wote. Mmepewa magodoro 3, mnalala mnavyojua nyie. Alafu kwa siku posho tulikuwa tunapewa 2000. Hii 2000 ndio unajua utaifanya nini? Utaitumiaje? Yaani 2000 ukishapewa na bosi, mtakutana kesho. Basi kwa sababu sasa nimeshakaa sina kazi, basi kabidi nichukue kazi. Nakumbuka siku ile ilikuwa ni siku ya Alhamisi, ambapo Jumamosi natakiwa nije kanisani. Alhamisi ile tukafanya kazi, tukapewa posho zetu kama kawaida. Ijumaa sasa ilikuwa nalipa wakati mgumu, kwa sababu sasa inabidi ukipewa 2000. Hii 2000 ndio uangalie namna gani utasurvive nayo kuanzia Ijumaa hiyo, Jumamosi na Jumapili. Maana yule bosi alikuwa anasali siku ya Jumapili, anasema Jumapili hawezi kuwapa nini chochote. Basi usiku kuamkia siku ya Jumamosi nimeshajiandaa. Najua kabisa hapa nimebakisha 1000, maana 1000 nilikuwa nimetumia siku ya Ijumaa. Nikasema hii 1000 iliyobaki itanisaidia siku ya nini? Siku ya kesho, alafu siku ya Jumapili itajihangaikia yenyewe. Basi usiku nimelala, naamka asubuhi naangalia hela yangu siioni. Naangalia shilingi 1000 yangu siioni. Natafuta simu nipige nyumbani, simu haipo nayo imeenda. Alafu nikiangalia kwenye kile chumba nimebaki peke yangu, wengine wote wameshaamka asubuhi. Unajua kwenye haya maisha kuna muda unaweza kupitia shida kiasi kwamba unaweza kusema hivi, kweli Yesu yupo? Unaweza kujiuliza Mungu yupo? Basi kanuni yangu ni kwamba lazima nije nini? Kanisani. Basi nikaja kanisani. Sasa hapo na mawazo mawili, kwamba jana Ijumaa nimekula mlo mmoja,
Kwa na kazi ya kulala leo Jumamosi na Jumapili pia, kwa sababu bosi hatupi nani yoyote, inamaanisha ya Jumapili una kazi ya kutafuta nini? Chakula. Basi mimi nikasema ngoja twende kanisani. Hapo sina simu wala sina posho yangu. Nikaja kanisani, ndo mara ya kwanza nafika hapa Kana Central. Nilipofika Kana Central, nikawa nimekaa kwenye benchi fulani, bado nakumbuka ile nguzo ya nyuma karibu na speaker pale. Sasa kwa kipindi kile ya mabenchi yetu alikuwa yamechoka sana. Sasa hivi angalau naona yale yaliochoka sana yametolewa, yameachwa haya angalau ambayo kidogo sio mabaya. Basi nikawa nimekaa kwenye benchi, muda wa ibada ikafika, ibada ikaendelea kama kawaida. Mwisho mnenaji akasema, jamani tusimame tufunge kwa ombi. Sasa wakati ule nafunga kwa ombi ninyanyuke, bahati nzuri akatokea yule nani akasema, kabla ya hapo wageni wote msiende nyumbani, leo tumeandaa chakula. Nikasema kimoyomondo raha kwa msabato inaanzia hapo. Basi wakati huo nimeshapata matumaini ya kwanza, habari ya chakula leo imefanya nini? Imeisha. Habari ya kesho inafanya nini? Inabaki. Nikawa nimekaa pale, yule mnenaji anasema tusimame tuombe. Ile nguo yangu ilikuwa imenasa kwenye msumari, ikachanika kiasi kwamba ni mgeni hauwezi kutoka pale kwenda wapi? Jikoni. Alafu siwezi kutoka pale kurudi wapi? Sasa nitafanyaje? Nimekaa kwenye benchi nawaza. Hapa naona chakula muda unaenda kanisani, watu wote wameshatoka, nimebaki peke yangu. Mama nani huyu? Sidhani kama nakumbuka. Akanifuata. Akaniambia, kijana, mbona hujaenda kuchukua chakula? Nikamwambia, mama nipo sawa. Moyoni najua sipo sawa. Ningekuwa msichana au mwanamke ningesema labda ningeomba hata kanga nifanye nini? Nifunge, lakini sasa mimi ni wa kiume. Ngoja nikwambie, unajua muda mwingine mnaweza mkatoka nyumbani kama familia, mkashuka hapa na gari zuri, lakini mtu akikuangalia na kuona mko nini? Mko sawa, lakini kiuhakika kabisa mko nini? Hamko sawa. Nyewe wenyewe mnajua nyumbani huko wakati mnakuja huku nini kilitokea. Wengine mlizabana makofi kabisa. Muda mwingine kijana, mwanafunzi, unakuja hapa, sisi tukikuangalia kama washiriki, tunakuona upo nini? Upo sawa, lakini kiuhalisia upo nini? Haupo sawa. Mama ananiambia nenda kachukua chakula, na mama nipo nini? Nipo sawa, lakini mwenyewe nikijiangalia najiona sipo nini? Sipo sawa, maana chakula ambacho nilikuwa nakitegemea ni hichi cha wageni. Muda umefika, nguo imechanika. Kwa hiyo na kazi ya kukaa mpaka giza liingie, nirudi wapi? Kwa sababu sasa giza likishaingia kidogo sasa nini? Sitaonekana. Kwa hiyo nikawa nimekaa pale nawaza, jana sijala, leo pia sifanya nini? Sijala. Na kesho ni Jumapili, yule mama pia amesema nafanya nini? Hanasali, hatutapewa hela yoyote ya kujikimu. Basi nikawa nimekaa pale kwa muda sana, mpaka ikafika muda saa moja, nikasema sasa angalau kagiza kamefanya nini? Kameingia. Nitoke sasa nifanye nini? Niende. Lakini niwaambie Mungu ana uwezo. Wakati ule nilikuwa naona kabisa yani sina pa kuanzia, wala nilikuwa naona sina pa kufanya nini. Lakini leo nikiongea na nyie, mimi ndio yule kijana ambaye nilikaa hapa, lakini leo ni mzee wa kanisa katika kanisa hili. Niwaambie Mungu anaweza akafanya jambo lolote lile ambalo aliwezi kufanya nini? Kufanikiwa kwa binadamu kwa macho ya kawaida. Kumbuka wanafunzi wametumia jitihada zao zote, imefanya nini? Imeshindikana. Lakini wakaamua sasa, jamani tufanye nini? Wakaamua kilichobaki ni kitu hicho kimoja, tumuamshe nani? Tumuamshe Yesu. Maana Yesu tumemuona katika sehemu nyingi akifanya nini? Akifanya miujiza. Wamemwona Yesu sehemu nyingi akiwaponya watu. Unajua kuna mtu alishawahi kusema kwamba yeye angekuwa wanafunzi wa Yesu, labda angesema, yeye anasema nisingemuamsha Yesu tungeona nini ingefanyika. Unajua unapopitia shida sio kwamba Yesu haoni. Yesu anaona, lakini anasubiri fanya nini? Umuamshe. Msomaji wangu naomba nisomee kitabu cha Marko 4 fungu la 39. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Mnasemaje? Unajua kwa kitendo cha wanafunzi wa Yesu, changamoto waliopitia, alafu na ili changamoto linavutatuliwa, walibaki wanashangaa. Biblia hairekodi ni muda gani walisumbuka kuchota maji kutoka kwenye mashua. Biblia hairekodi kwamba ni muda gani walitumia kupiga makasia. Lakini Biblia inarekodi kwamba Yesu alivyoamka tu,
alisema upepo fanya nini? Tulia. Unafikiri una shida gani kuzidi hiyo? Muda mwingine unaweza ukasumbuka ukang'ang'ana, kumbe shida ni moja, hujamwamsha Yesu. Hebu muamshe Yesu. Ukimwamsha Yesu hana maneno mengi, alisema tu upepo fanya nini? Utulie. Na upepo kufanya nini? Ukatulia. Muda ule wakabaki wanaulizana, hivi huyu ni nani mpaka bahari na kila kitu kinafanya nini? Kinamtii. Jamani washiriki wenzangu, naamini hapa kuna mmoja hata mchana huu au jioni anajua kabisa hapa nikirudi nyumbani najua ataishije. Kuna mwingine anajua kabisa kodi yangu inaisha leo. Kuna mwingine ameshakaa Tanga, labda anasubiri kazi, ameshajiwekea labda ni huu muda tu. Ikishindikana nabii nifanye nini? Nirudi. Niwaambie kitu kimoja, inawezekana. Kuna mtoto wako ni pasua kichwa, umeshajaribu kila namna. Kama ni Pathfinder ulimshonea sare, kama ni adventure kila Jumapili ulimleta kanisani, hata kama sio hapa ni huko ulipowahi kuwepo. Kama ni shule za Kisabato ulishawahi kumpeleka ukiamini labda hizi zitamguza mtoto wangu vizuri, lakini unashangaa tu kuna jirani yako ambaye yeye mtoto wake hata hajasumbuka naye kihivyo. Kama ni shule amesoma za kawaida, lakini mbona mtoto wa fulani ameinuka, akupitia changamoto, hajapitia maisha mazuri kama mwanangu, lakini nakuaje leo ameinuka? Nikwambie, usifikirie kwamba ukipitia hizo shida ni kwamba Yesu haoni. Yesu anaona na yupo. Kilichobaki ni kitu kimoja tu, fanya nini? Umuamshe. Familia kama familia, naamini wakati nakaribia kuoa, kuna msemo nilikuwa nakaribishwa sana, anaambia karibu kwenye nini? Muda mwingine anakuambia karibu sasa kwenye majukumu, wengine wanataka kuambia karibu kwenye changamoto. Naamini kuna ndoa nyingi zinapitia changamoto. Wenda ni baba. Unajua kuna wazee wengine wanakuwa ni wakatili kwenye familia yao kiasi kwamba hata kisafiri, hata majirani wenyewe wanashangilia. Yaani ikitokea leo amesikia fulani hayupo, hata majirani wafanya nini? Wanashangilia wakiamini hapa shida imefanya nini? Wakati nipo kijijini, kwa kipindi kile kwa kijijini kwa familia inayomiliki TV, ndio tulikuwa tunaamini familia ambao wanajiweza sana. Kumbuka kwa kipindi kile ndio ilikuwa ni 2015, Rais Magufuli anataka kuapishwa. Kwa hiyo wote tukakimbia kwa rafiki yetu hapo kijijini. Kaambia bwana tuwekee tuone anavyoapishwa. Basi yule rafiki yetu akasema lakini baba yangu akitukuta kitachimbika hapa. Sasa tukawa tumegawana majukumu. Kwamba mmoja, kwa sababu baba yake alikuwa ni mwalimu, alafu alikuwa na kapikipiki fulani zile Yamaha ambayo ilikuwa na keri kikubwa, kwa hiyo ikija hata kule unasikia na vunguruma. Kwa hiyo tukawa tumekaa mmoja dirishani, kazi yake ni kusikiliza tu, akija tujue tunatokaje hapa ndani. Ile nyumba ilikuwa na milango miwili, kulikuwa na mlango wa uani na mlango wa huku pembeni. Sasa tukawa tumekaa pale. Sasa yule mzee naye kumbe siku hiyo alikuwa amesahau kitu gani nyumbani. Akasema kwa sababu ni karibu nisiende na pikipiki. Sasa tupo hatujui lile, tunashangaa mlango wa mbele unafanya nini? Unafunguliwa mara moja, kumwangalia ni mzee. Na yule mzee tunamjua ni mtata pale kijijini. Ikabidi wote tutoke mlango wa pili. Sasa wakati tunatoka mlango wa pili tunamsikia mwenzetu anapiga yoyo huko, anachapwa na waya wa umeme. Unajua kuna familia kuna wazee wanaweka familia yao, yani mpaka mtoto au mama anaishi kana kwamba vile yupo kwenye jela. Yani ikitokea hata baba umepata kalikizo kidogo kwenda sehemu, familia inafanya nini? Inapumua. Jamani, kama si ni watu wa Mungu, unajua una tabia kama hiyo, muamshe Yesu. Yesu atakufanya nini? Atakusaidia. Wakati jioni imeshafika kabisa saa 1 na karibia saa kwenda nyumbani, sina lili wala lile. Nikawa nimekaa kwenye kale kajiwe na kaona pale nje. Ukitaka kuingia kanisani kuna jiwe pale huku na huku, lakini upande huku naona ishangukaga. Nikawa nimekaa pale nafikiria sana nafanyaje. Kwa bahati nzuri nakutana na rafiki wa kwanza hapa Kana, anaitwa Enoki. Nahisi kama vijana wakina Cliff mtakuwa mnamjua Enoki. Enoki ananiambia, "Rafiki vipi safi? Nilikuwa na leo kanisani, wewe ni mtu wa wapi?" Kama vile nishakuona. Nikasema ushawahi kuniona? Basi hapa leo nimepona. Nikasema kimomo, ushawahi kuniona? Mimi nikimwangalia Enoki sijawahi kumuona popote, lakini anasema fanya nini? Ashawahi kuniona. Nikamwambia ushawahi kuniona wapi? Sasa namtegea ile story ile niweze kuingia nisipishane na story yake. Maana nikipishana na story yake labda huo ndo msaada wako fanya nini? Ukapita sehemu nyingine, namuuliza sasa rafiki, uliniona wapi?
kama sio Ikizu, nikasema huyu wa nyumbani. Ananiambia sasa kama sio Ikizu sijui ni wapi. Sana mimi nikifikiria Ikizu niliendaga lini? Nikakumbuka kuna mwaka tulishaendaga kama hasa Ikizu mwaka fulani. Nikasema sawa, inaweza kuwa umeshafanya nini? Umeshaniona. Kupiga story pale tunapiga story, sasa kaniuliza unaishi wapi? Nikamwambia na kipindi hicho ndo nimekuja, ni mgeni, sijui hata maeneo Tanga, na ukitaka kujua Tanga panachanganya. Uishi barabara ya namba alafu ni mgeni. Yaani ukitaka kujua kwamba yani Tanga inachanganya, ishi barabara ya namba alafu nini? Wewe ni mgeni. Nikamwambia napoishi sipajui nini? Sipajui vizuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi nasubiri nini? Sio kwamba kwenda nyumbani nashindwa, ila mimi kinachoanzisha nikienda nyumbani naenda kufanya nini? Naenda kuwazaje? Nikamwambia kuna bodaboda wangu namsubiri hapa nini? Aje anifuate. Akaniuliza umeshaongea naye? Nikamwambia kwa bahati mbaya sijafanya nini, lakini nilimwambia kwanza saa 12 uje nifanye nini? Unifuate, lakini hajaja mpaka sasa hivi. Kwa hiyo rafiki tufanyaje? Nikamwambia tuendelee kumsubiri. Mimi moyoni mwangu najua mna bodaboda naye kuja kunifuata. Enoki alikuwa ni mstaarabu sana. Enoki akaniambia sawa. Tukakaa mpaka saa 2, akasema au nikupe nauli. Yeye mwenyewe akasema au nifanye nini? Nikupe nauli. Nikamwambia utakuwa umefanya nini? Utakuwa umenisaidia. Na unapoishi unafikiri ni wapi? Kipindi nipo Tanga kuna rafiki yangu nilishakuongea naye, ananiambia kwamba alikuwa anaishi Donge. Kwa hiyo mimi neno lilokuja kichwani kwangu lilikuwa ni wapi? Donge. Nikamwambia naishi Donge. Akaniambia Donge ni mbali, usiku utapata pikipiki kweli? Akasema sijui. Kwa bahati nzuri Enoki alinipa 5,000. Nataka niwaambie ile 5,000 ndio ilikuwa ni mwanzo wangu wa masafari mpaka leo hii. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, Yesu ukimwamsha anafanya nini? Anaamka, na akiamka hana maneno mengi. Anasema tu upepo unafanya nini? Kama ni magonjwa anafanya nini? Kama ni changamoto yoyote ambayo unaona umeshajaribu kila njia imeshindikana, inafanya nini? Inawezekana. Mchana wa leo ndugu zangu ni